mwenyekiti, yale ni priority yangu ya kwanza. Jambo yangu ya kwanza lazima nihakikishe walidai kwa uwezo wangu wote kuongoza klabu hii kutetea bingwa yake na kufanikiwa tena mafanikio kama ya vijana bora. Hukumu yenyewe ni fupi tu. Nasema ni kikao cha wanachama. Mwanzoni sema iko sema vingine zimekosewa, lakini hukumu ni fupi. Mwisho hukumu ni kikao cha wanachama tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 2016 isifanyike. Sababu ni upande mwingine yule ambaye akapeleka maombi, wale wawili walipeleka maombi wamesema vitu humo ndani ambayo siwezi kuongelea kwa sababu hili ni utakuwa ni jibu upande wa Yanga kujibu hoja yao maombi yao mahakamani. Kwa leja ya wanachama wanarudia Magoma wamefutwa wanachama chake na ile aliyodai ni tawi yake miaka 2 na nusu. Nadhani kitazama kwenye uwezo ya uandishi utakuta wengine. Na Frank Chacha hajawahi kuwa mwanachama wa Yanga. Lakini yale mahakama labda itakuwa hajui amuria vile. Mimi na shangaza ni mahakama ya Kisutu na hapa nadhani kilomita 2 tu, sio? Watupewa fursa tuweze kupata nafasi ya kufafanua kwa mahakama hayo yanafanyika au wanapotoshwa au wanapelekwa na taifa ambayo sio sahihi, lakini singependa sana kuongelea yale ambayo yako mahakamani. Sasa ni hayo ni utaratibu wa mahakama. Kitu kiko mahakamani unaweka mipaka. Unaweza kutoa ufafanuzi juu ya yale ambayo facts ambayo iko sahihi. Sitapenda ku speculate, sitapenda kuingia ndani ya kesi. Ni upande wetu, utetezi wetu. Kwa utetezi wetu ni sehemu ya kutetea ni mahakamani, sio kwenye vyombo vya habari. Jana usiku saa 1:00 nimepewa oda ya mahakama kunizuia kusimamia kikao cha kesho saa 3 mwezi wa 10 2016. Kwa sababu mpaka saa 1:00 nilikuwa sina hakika kama ni oda ni sahihi au sio sahihi. Oda yenyewe ilikuwa na kosa, kwa mfano jina yangu ilisema Yusufu, kwa jina yangu inajulikana ni nani. Tarehe moja huko juu inasema tarehe 22, sehemu nyingine inasema 23. Ilibidi nithibitishe. Na jana kwa sababu ilikuwa tarehe usiku tayari, kwa leo asubuhi tulifanya harakati kujua ni kwamba kweli hii oda imetoka kwenye mahakama ya Kisutu bila sisi kusikilizwa. Ndio kweli ilitoka jana. Inaonekana sijui kwa saa 10:11 au saa ngapi, kwa sababu mimi ninajua ni saa ngapi nilipokea. Nilikuwa ofisini kwangu, nilipokea ile oda. Na baada ya kuthibitisha, ni jukumu yangu kama mwenyekiti sasa kufahamisha wanayanga ambao wanachama ambao duniani na kadhalika, ili wasiingie gharama zaidi. Na naomba urudini nyumbani wale ambao walikuwa wanazungumzia kuja kwenye kikao na haki zao za demokrasia. Tafadhali usikuja hapa, itaonekana sisi tunakiuka au hatuheshimu sheria ambayo ni muhimu kwa Yanga. Sisi historia yetu ya Yanga ni tumezaa kitu kinaitwa TANU, Tanganyika, Zanzibar, Tanzania, muungano wa Tanzania. Ile heshima yetu kwenye jamii na kwenye historia ya nchi yetu hatuwezi kwa mfano mbaya. Naitwa Amina Salama. Mkutano wa kesho ulivyoahirisha, kwanza nimesikia kubaya sana. Na pili naumia sana. Kwa sababu ukiangalia sisi wote ni wanayanga na sisi ni wabingwa watetezi. Kwa hiyo tunapoingiza malumbano kumbe tutakuwaje? Lakini najua kabisa wanaofanya hivyo si wanayanga damu. Sani Makande, wanachama wa Yanga kutoka Tanga Msasani. Kusimamishwa kwa mkutano uliokuwa umepangwa kufanyika kesho. Hapa nafikiri mwenyekiti ameongea ndio vizuri kutokana na kuheshimu maamuzi ya mahakama. Kwanza nakupongeza mwenyekiti kuchukua hatua za haraka kwa suala la mahakama na kwa
Gazeti lako la Amani linakuletea promotion kabambe ya Chemsha Bongo, ambapo msomaji unaweza kujishindia shilingi 500,000 kila wiki au tiketi ya ndege kwenda na kurudi Dubai na kukaa kwa siku 3. Unachotakiwa kufanya ni kununua gazeti lako la Amani kila Alhamis na kushiriki Chemsha Bongo iliyomo gazetini.